Kutengeneza pesa ni mchakato wa kutumia maarifa, muda, ujuzi na rasilimali zilizopo ili kuzalisha kipato kwa njia halali. Mafanikio ya kifedha huwa yanaanza kwa kuwa na malengo, nidhamu na maamuzi sahihi ya kifedha. Kadri unavyoanza mapema kujenga vyanzo mbalimbali vya mapato na kuwekeza kwa busara, ndivyo unavyoongeza nafasi ya kufikia uhuru wa kifedha. Kuna njia nyingi za kutengeneza pesa, lakini sio zote zinafaa kwa kila mtu kutokana na mtaji, ujuzi, uwezo, utayari na maarifa. Na pia baadhi ya njia zinahitaji muda mwingi, nyingine zinahitaji mtaji mkubwa na nyingine zinahitaji maarifa ya kutosha. Ni muhimu kuchagua njia inayolingana na uwezo wako, mtaji wako na malengo yako pia. Njia ya kwanza, fanya biashara. Biashara ni mojawapo ya njia bora zaidi za kutengeneza pesa kwa sababu huwa inamwezesha mtu kuuza bidhaa au huduma ambazo zinatatua matatizo ya watu na mapungufu yaliyopo sokoni. Unapoanzisha biashara ambayo inatatua changamoto, inatoa suluhisho na inayokidhi mahitaji yaliyopo sokoni, unakuwa na nafasi kubwa ya kupata faida inayotokana na mauzo. Biashara inaweza kuwa ndogo ndogo au biashara kubwa, lakini kinachofanya ikue ni ubora wa huduma, uaminifu na usimamizi mzuri. Ili biashara iwe na mafanikio, ni muhimu kufanya utafiti wa soko kabla ya kuanza kufanya hiyo biashara. Lazima ufahamu wateja wako ni kina nani, lazima ujue washindani wako na bidhaa au huduma ambazo zinahitajika sokoni. Na kitu cha muhimu ni kuweka kumbukumbu za mapato na matumizi ili ujue kama biashara inaleta faida au hasara. Wafanyabiashara wengi huwa wanakwama hapa kwa sababu hawasimamii fedha zao za biashara vizuri. Biashara inapokuwa vizuri, inaweza kuwa chanzo kikubwa cha mafanikio. Faida inayopatikana unaweza kuiongeza tena kwenye biashara ili uweze kuongeza mtaji wako. Kadri biashara inavyopanuka, ndivyo mapato yanavyoongezeka na uwezo wa kutengeneza ajira na kujenga mafanikio makubwa. Njia ya pili, nunua hisa. Hisa ni umiliki wa sehemu ya kampuni. Unaponunua hisa, unakuwa ni mmoja wa wamiliki wa kampuni na unaweza kufaidika kampuni inapopata mafanikio. Kampuni inapokuwa na kupata faida, thamani ya hisa inaweza kuongezeka na uwekezaji wako pia ukaongezeka. Na baadhi ya kampuni huwa zinatoa gawio kwa wanahisa wake. Kabla ya kununua hisa, ni muhimu kujifunza kuhusu kampuni unayotaka kuwekeza. Angalia historia ya kampuni kuhusu faida, namna inavyosimamiwa na uwezo wake wa kukua ili ufanye maamuzi mazuri unaponunua hisa. Kitu cha msingi zaidi, usiwekeze pesa zote kwenye kampuni moja. Weka busara ya kugawa uwekezaji wako kwenye kampuni mbalimbali ili upunguze hatari ya kupata hasara kwa wakati mmoja. Uwekezaji wa hisa unahitaji uvumilivu kwa sababu bei za hisa zinaweza kupanda na kushuka. Ili upate mafanikio, lazima ujifunze kuwekeza kwa muda mrefu na usikimbilie faida ya haraka. Ukiwa na nidhamu, uvumilivu, mwendelezo na maarifa, hisa zinaweza kuwa ni chanzo kizuri cha kutengeneza mafanikio. Njia ya tatu, wekeza kwenye hati fungani. Hati fungani ni njia ya kuwekeza ambayo unaikopesha fedha kwa serikali au kampuni kwa kipindi maalum. Baada ya muda unalipwa riba pamoja na fedha zako za awali ulizozikopesha. Hii ni njia inayopendwa na watu wanaotaka uwekezaji wenye utulivu na ambao una riski ndogo. Faida kubwa ya hati fungani, mapato yake mara nyingi yanajulikana mapema. Mwekezaji anaweza kupanga matumizi au uwekezaji mwingine kwa urahisi. Ukiwa na mpango mzuri wa kifedha, hati fungani zinaweza kukusaidia kupata kipato cha uhakika. Njia ya nne, wekeza real estate. Real estate ni uwekezaji unaohusisha mali ambazo hazihamishiki. Kabla ya kuwekeza kwenye real estate, ni muhimu sana kuchagua eneo ambalo lina ukuaji mzuri wa maendeleo. Maeneo yenye miundombinu mizuri na biashara nyingi huwa yana mahitaji makubwa ya nyumba na viwanja. Real estate inahitaji mtaji mkubwa kuliko baadhi ya uwekezaji mwingine, na pia japo inahitaji mtaji mkubwa, lakini inajenga mafanikio na kukupa faida ya muda mrefu. Njia ya tano, wekeza UTT AMIS. UTT AMIS ni aina ya uwekezaji ambao unaundwa na mifuko mbalimbali ya uwekezaji na huwa unamwezesha mtu hata kama ana mtaji mdogo anaweza kuwekeza kwenye UTT AMIS na kunufaika na ukuaji wa uwekezaji wake. Faida kubwa ya UTT AMIS ni uwekezaji ambao hauhitaji uzoefu mkubwa wala mtaji mkubwa. Uwekezaji wa UTT AMIS unasimamiwa na wataalamu kwa niaba ya mwekezaji na kuzisambaza hizo fedha
kujifunza kwenye aina mbalimbali za uwekezaji ili kumsaidia mwekezaji kupata matokeo mazuri kwa muda mrefu. Kwa mtu anayejifunza uwekezaji au anahitaji njia rahisi ya kuwekeza fedha zake, UTT ni chaguo zuri na sahihi kwake. Kinachohitajika ni kuwa na nidhamu ya kuwekeza mara kwa mara na kuacha fedha zikue kwa muda mrefu. Usifanye haraka ya kuzitoa hizo fedha. Kadri unavyoendelea kuongeza uwekezaji, ndivyo nafasi ya kujenga mafanikio inavyoongezeka. Kutengeneza pesa ni matokeo ya maamuzi sahihi, maarifa, mwendelezo na nidhamu ya kifedha. Kufanya biashara, kununua hisa, kuwekeza kwenye hati fungani, real estate na UTT AMIS ni njia ambazo zinaweza kukusaidia kujenga kipato na mafanikio ya muda mrefu. Kitu cha muhimu zaidi ni kuanza mapema, kuendelea kujifunza, kufanya maamuzi kwa busara na kuwa mvumilivu. Mafanikio ya kweli yanajengwa hatua kwa hatua kupitia uwekezaji wenye malengo, usimamizi mzuri wa fedha na kuwekeza kwa muda mrefu.